Ilikuwa ni karne ya kwanza, kipindi ambako Yesu Kristo alikuwa hajazaliwa. Dola ya Kirumi ilipoanzishwa pale Roma, Italy, na mfalme wa Roma ambaye alitekeleza siasa zake za kimabavu na kidikteta. Sasa kwa sababu hii dola ilianzia pale Roma, ilianza kusambaa katika baadhi ya nchi mbalimbali duniani, ikiwemo Hispania, Ufaransa, Ujerumani, Uswizi, Uingereza, Marekani ya Kaskazini, Syria, Lebanoni, Palestina, Tunisia, Algeria, Libya, Misri na baadhi ya nchi nyingine ambazo nikisema nazitaja hapa tutakesha. Sasa unaambiwa kwamba huyu mfalme alihakikisha kwamba haya mataifa yanalipa kodi kwa kiongozi wa kisiasa ambaye alikuwa anaitwa Kaisari. Kwa wale ambao wamesoma Agano Jipya, kitabu cha Biblia, wataona kwamba kuna mtu fulani hivi alikuwa anaitwa Kaisari, amezungumziwa sana na Yesu alikuwa anamzungumzia pia. Sasa unaweza kujiuliza ni kwa nini hii dola ilikuwa kabla ya Yesu Kristo na baada ya Yesu Kristo iliendelea kushika kasi. Sasa unaambiwa kwamba ni dola ambayo imeshika madaraka kwa muda mrefu sana duniani na ilikuwa inamiliki mataifa mengi sana, tofauti na dola nyingine ambazo ziliwahi kutawala mataifa kama Israel. Na dola hizo ilikuwa inaitwa Babel na Uajemi na Uamedi. Kwa wale ambao wamesoma kitabu cha Daniel wataona kuna mahali Uamedi na Uajemi imezungumziwa sana na mfalme fulani hivi ambaye alikuwa ni mbabe sana, alikuwa anaitwa Koresh, ndo alikuwa ni super title wa hii dola ya Uamedi na Uajemi. Lakini kuna mfalme mwingine tena ambaye alikuwa na matashtiti mengi, alikuwa anaitwa Belshaza. Huyu ndo mfalme ambaye aliwahi kuchukua vikombe vya hekalu akavinywea bia. Sasa unaweza kaelewa huyu alikuwa ni mfalme alafu anaweza kufanya mambo kama haya katika hekalu la Mungu Baba ambaye ametuumba kwa mfano wake. Lakini tuachane na hayo, hapa sipo kwa ajili ya kukusimulia habari ya dola la Uajemi na Uajemi wala dola la Babeli ambalo lilifanikiwa kuwachukua wana wa Israeli na kuwapeleka uhamishoni. Hao walitisha sana. Hawakuweza kufanya kama dola ya Kirumi. Wenyewe walichokifanya, waliamua kwenda pale Israeli alafu wakawasomba wana wa Israeli, wakaondoka nao moja kwa moja mpaka kule Babeli. Nitakuja kukusimulia wakati mwingine ilikuwaje, lakini hebu tubaki hapa kwenye dola ya Kirumi ambayo ilishika kasi sana kwenye baadhi ya mataifa ulimwenguni. Sasa naambiwa kwamba hii dola ya Kirumi katika taifa la Israeli ilianza kushika kasi katika mwaka wa 60 kabla ya kuzaliwa Kristo. Yani pale taifa la Israeli walianza kutawaliwa na hii dola ya Kirumi, na utaona kuna baadhi ya viongozi ambao waliweza kushika title katika ile mji wa Judea na Galilaya. Walikuwa ni Herode na huyu Pontio Pilato ambao ndo walikuwa ni viongozi ambao walishika headlines baada ya Yesu Kristo kuangikwa pale msalabani. Sasa unaambiwa huyu Pontio Pilato alikuwa ni gavana wa jimbo la Judea na aliwekwa na Kaisari ambaye ndo huyu kiongozi wa kisiasa wa dola ya Kirumi. Na lengo la huyu gavana wa jimbo la Judea kuwekwa pale, alikuwa amewekwa pale kwa ajili ya kuhakikisha anakusanya kodi ili ziende kwa Kaisari. Utaona kwamba hii dola ya Kirumi ilikuwa imetawala baadhi ya nchi nyingi sana duniani. Sasa hawa Mafarisayo na Masadukayo bwana walikuwa ni viongozi wa baraza la kidini la Kiyahudi, lakini walikuwa hawana sauti kwa taifa lao kwa sababu dola ya Kirumi ilikuwa inawahold, yani walikuwa hawana sauti, yani wenyewe walikuwa sio final say. Final say alikuwa ni Kaisari. Sasa unaambiwa wenyewe walikuwa wanatakiwa wahimize wananchi kulipa kodi. Utaona kuna mtu fulani alikuwa anaitwa Zakayo, mtoza ushuru, ambaye alikuwa anatoza ushuru katika mji wa Jericho, mji wa kibiashara. Sasa huyu ni mmoja wapo tu wa watu ambao walikuwa ni Wayahudi, walikuwa wanatimiza kauli ya Kaisari ya kwamba ni lazima Kaisari apelekewe mapato katika miji ya kibiashara na hata katika mahekalu. Yani watu walikuwa wanatozwa kodi sana, walikuwa wananyanyaswa mno. Yani Kaisari alikuwa anawatesa sana wana wa
Israel. Sasa story itakwenda kwa title ya The Origin of Israel, na usiache kusubscribe katika YouTube channel yangu ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya breaking news ambazo zinakuwa zinapostiwa katika ile channel. Sasa nilikupromise kwamba nitakuletea hii story ya dola la Kirumi kwa sababu ni dola ambayo ilishika kasi sana katika wakati ule, na watu walikuwa wananyanyaswa sana, hasa Wayahudi. Yani kuna wakati ilifikia hatua mpaka wakataka kufanya maandamano, na maandamano haya yaliongozwa na watu wa Yuda. Uasi ulifanyika, walikuwa ni wakibabe sana, walikuwa wanataka kumpindua Kaisari aondoke katika taifa la Israel. Lakini sasa hawakufanikiwa kwa sababu unaambiwa Kaisari alifanikiwa kuwablock hawa watu. Yani wenyewe walikuwa wanatawaliwa. Kuna wakati ilifikia hatua wakachoka, wakataka kumuondoa Kaisari, lakini Kaisari alichokifanya akaamua kuleta majeshi, akapambana na hawa watu ambao walikuwa wanafanya uasi, ambao ulikuwa ni uasi wa Yuda. Lakini kilichotokea ni kwamba mfalme wa hii dola ya Kirumi alikasirika sana, akaamua kufanya uharibifu kwenye hekalu la Jerusalem, lile hekalu ambalo nililisimulia katika ile story ya mfalme Suleimani. Unaambiwa ile hekalu lilijengwa na mfalme Suleimani kwa fedha nyingi sana. Nilielezea muda ambao mfalme alitumia kujenga ile hekalu, na alijenga kwa pesa nyingi sana na mawe ya dhahabu. Sasa unaambiwa kwamba hii dola ya Kirumi ilipofika pale Israel ikasambaza ile hekalu na kuliharibu. Sasa unaambiwa kwamba hawa wazee ambao walikuwa wanapatikana katika hii baraza la wazee wa Kiyahudi, lilikuwa linaitwa baraza la Sanhedrin, walikuwa ni wazee 70 ambao walikuwa wanahusika na kutunga sheria ambazo zilikuwa zinahakikisha kwamba wana wa Israeli walitakiwa wazifuate. Lakini pamoja na kwamba walikuwa wanatunga sheria, zile sheria zilikuwa zinawahusu wao na wananchi, lakini hawakuwa na kauli ya kuweza kupambana na hii dola ya Kirumi kwa sababu ilikuwa inawanyanyasa sana. Sasa kuna wakati walikuwa wanatamani hata kumfunga Yesu, lakini walikuwa hawana mamlaka, kwa sababu mwenye mamlaka ya kuhakikisha kwamba mtu anaadhibiwa kwa makosa aliyokuwa anayafanya alikuwa ni gavana wa mji au mfalme. Sasa kuna mfalme fulani hivi alikuwa anaitwa Herode. Huyu mfalme alikuwa hapo kabla ya Yesu Kristo kuzaliwa, na alikuwa amewekwa pale na dola ya Kirumi. Utaelewa kwamba hii dola ilikuwa ni kubwa sana. Sasa huyu Herode alikuwa ni Mrumi, lakini mama yake alikuwa ni Myahudi. Kwa hiyo kwamba alikuwa kidogo ana nguvu kwa wananchi, kwa sababu yeye upande wa baba alikuwa ni Mrumi, lakini upande wa mama alikuwa ni Myahudi. Kwa hiyo alikuwa anapata support kidogo kwa wananchi. Lakini huyu Pontio Pilato ambaye alikuwa ni governor wa Judea, yeye alikuwa totally ni Mrumi ambaye aliwekwa na Kaisari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anakusanya kodi katika lile jimbo la Judea ambalo Yesu Kristo ndipo alipozaliwa. Judea inamaanisha Yuda, yani Judea lilikuwa ni jimbo ambalo Yesu Kristo alizaliwa, ilikuwa ni Bethlehemu ya Yuda. Na unaambiwa kwamba hii Yuda ilikuwa ni ufalme ambao uligawanyika kutoka kwa taifa la Israel wakati mfalme Suleiman alipofanya yale makosa. Nilisimulia kule nyuma kwenye historia ya nyuma kwamba kuna makosa ambayo mfalme Suleiman aliyafanya kwa kwenda kuoa wanawake wa kigeni, wale wanawake ambao walikuwa wanaabudu miungu ya kigeni. Mungu akakasirika, akaamua kuugawanya ufalme katika mataifa mawili. Taifa la kwanza lilikuwa ni taifa la Yuda, lakini taifa la pili lilikuwa ni taifa la Israel. Sasa hawa Wayahudi, unaweza kalamu kwa nini walikuwa wanaitwa Wayahudi wakati mwanzoni walikuwa wanaitwa wana wa Israeli? Yani ili neno Yahudi linatokana na neno la Kiebrania likimaanisha Yuda. Yani Yuda kwa Kiebrania inamaanisha Yahudi. Kwa hiyo sasa wenyewe wakaongezea Wayahudi. Ni sawa na sisi nchi yetu inaitwa Tanzania, kwa hiyo tunaitwa wa Tanzania. Kwa hiyo sasa kwa sababu katika hili kabila la Uyahudi, katika kabila la Yuda ndipo ambapo alipatikana simba wa kabila la Yuda ambaye ni Yesu Kristo. Likajikuta kwamba ni kabila ambalo limekuwa na title kubwa kuliko kabila zile 12 za wana wa Israeli. Katika kitabu cha Mwanzo 49 utaona kwamba mzee Yakobo anaachilia zile baraka kwa watoto wake 12. Kuna mahali ambapo anamwambia Yuda kwamba katika uzao wako ninaona katika ulimwengu wa roho kuna Masihi ambaye anakuja kuzaliwa. Lakini katika kitabu cha Isaya pia utaona kwamba nabii Isaya anatabiri kwamba katika ukoo wa Yuda kuna
simba wa kabila la Yuda ambaye anakuja kuzaliwa, ambaye alikuwa ni Yesu Kristo. Sasa utaona kwamba Yesu Kristo alitabiriwa na watu wengi sana kwamba atakuja kuzaliwa. Kwa hiyo Herode aliposikia kwamba kuna mfalme amezaliwa, aliweweseka sana kwa sababu ya uchu wa madaraka. Story na kwenda kwa title ya The Origin of Israel. Usiache kusubscribe katika YouTube channel yangu ili wa kwanza kupata habari za story hii. Big up sana kwa wale ambao unaifuatilia story hii. Ubarikiwe sana na Mungu akubariki.